Novemba 6. Alhamisi. Mwaka wa 2025, miongozo 7 ambayo muumini mpya anatengeneza. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Mambo mengi ambayo remnant hufikiri ni matatizo si matatizo. Ndiyo maana hawana jibu. Jambo la muhimu zaidi ni kutengeneza miongozo, kwa sababu majibu ya kweli yanatoka kwa miongozo hii. Ndiyo sababu lazima ufanye kila kitu kuwa 100%. Kwa ajili ya hili, ninyi remnant, mwawezaje kufanya hivi? Kwanza, badilisha utaratibu wako wa asubuhi. Ukiomba asubuhi, akili, roho na mwili wako huamka. Unapaswa kuzingatia na kufurahia baptism, safari na miongozo ya Mungu kupitia maombi. Unapofanya hivyo, utapata mapumziko. Pili, omba wakati wa mchana huku ukizungumza na Mungu. Omba kwa ajili ya kazi yako yote unayofanya, watu wote unaokutana nao, na kila mahali unapoenda kutwa nzima. Yusufu hakuweza kuwa na muda maalum wa maombi kwa sababu alikuwa mtumwa, hivyo alifurahia maombi alipokuwa akifanya kazi. Wewe pia unahitaji kujifunza siri hii. 3, usiku lazima upate jibu lako. Omba mpaka ujisikie kuwa na uhakika na neno la Mungu. Kisha utapata nguvu na uponyaji utafanyika. Remnant wanaweza kufurahia maombi ya masaa 24 na kupata muda wa maombi yenye umakini wa masaa 25. Baadaye, katika siku zijazo, jipe changamoto katika maombi ili kuacha nyuma kazi yako bora ya imani kama remnant katika kanisa lako. Ombi la leo. Mungu Baba, nisaidie kuwa remnant ambaye huzingatia na kufurahia safari zako za baptism na mwongozo kwa njia ya maombi. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.